Naam, tuelekee gatuzi namba 25 ambapo asasi za usalama huko kaunti ya Samburu zimewaonya wanaoendeleza biashara ya misandali kuwa watakabiliwa vilivyo. Haya yanajiri huku mahakama ya Maralal ikiamrisha kuteketezwa moto kwa kilo zaidi ya 1000 za misandali iliyonaswa katika sehemu hiyo, kama anavyotuarifu Boniface Barasa. Gari hili lilikamatwa kisafirisha misandali yenye uzani wa kilo 1069 baada ya polisi kuvizia gari hilo eneo la Lodokejek, Samburu Magharibi. Hatua iliyofuatwa na kikao maalum cha mahakama tamba kikifanyika katika kituo cha polisi cha Maralal na kuafikia kuteketezwa moto kwa misandali iliyonaswa. Sandalwood ambayo imepigwa marufuku. Kwa hivyo baada ya kupokea ushahidi huo kotini, ili kuepusha uwezekano wa ithibati hiyo kurudi sokoni kinyume cha sheria, ithibati hiyo yani exhibit hiyo imetwaliwa na serikali na imeweza kuharibiwa kwa kuchomwa kwa moto. Usimamizi wa misitu kaunti ya Samburu ukiwaonya wale wote wanaoendeleza uharibifu wa misitu na biashara haramu ya misandali. Hii iwe funzo, tutakuwa tunashirikiana na kotini na uamuzi itakuwa inatoka tu hapo instantly. Vile hii mahakama imefanywa hapa police station ilikuwa mobile, sasa hii tuna imeisha. I would like to give warning to the smugglers of sandalwood here in Samburu that their days are numbered, and we shall do everything that is possible to ensure that we eradicate the destruction of forests in Samburu. We are also grateful to our courts for expeditiously processing our cases. Misandali hiyo ilikuwa na thamani ya shilingi milioni 1.1. Misandali hii inapoteketezwa imeweka wazi juhudi za asasi za usalama na kujitolea kwao katika kulemaza biashara hii haramu. Boniface Barasa, Runinga Citizen, kituo cha polisi cha Maralal, gatuzi la Samburu.